Kwa sasa jamii nyingi zinafahamu wazi umuhimu wa kula mboga za majani kwa wingi kama takwa la afya bora na uimara wa mwili. Je, nawe unajitahidi kadiri uwezavyo kuongeza aina mbalimbali za mboga katika lishe yako? Na je, unajua kuwa kuna tofauti kati ya mboga pamoja na matunda ya kawaida? Wataalamu wa masuala ya lishe wamebainisha kuwa kwa watu wengi huwa ngumu sana kubainisha kuwa baadhi ya mboga wanazokula si mboga hata kidogo, kwani baadhi ni matunda yaliyojificha katika muonekano wa mboga. Na hii ni TriGen Media. Kabla ya kukuorodheshea mboga au tuseme matunda, ni muhimu kwanza kufafanua kwa kina istilahi za tunda pamoja na mboga. Ni nini kinachofanya kitu kiwe tunda na ni nini kinachofanya kitu kiwe mboga? Kwa mujibu wa Tree Hugger, tunda ni sehemu ya mmea yenye mbegu inayohitaji uchavushaji ili kukua na ambayo usambazaji wake huchangia kueneza spishi katika maeneo mapya. Lakini mboga linaweza kuwa ni shina, jani, kitunguu, mzizi au sehemu nyingine ya mmea. Hata hivyo, kuna mkanganyiko mkubwa kuhusu ni nini hasa kinachohesabika kuwa tunda na kisichohesabika. Je, unajua kuwa nyanya kisheria huhesabiwa kuwa mboga? Vyakula vilivyoorodheshwa hapa chini mara nyingi huchukuliwa kuwa mboga, lakini kwa mujibu wa ufafanuzi wa kisayansi vinamaanisha kuwa ni matunda. Mosi, maharagwe mabichi. Hili linaweza kushangaza sana, lakini maharagwe mabichi kwa hakika yanapaswa kuhesabiwa kama matunda, kwa sababu ni kwamba yana mbegu zinazowezesha kuendelea kwa uzazi wa mmea husika. Ingawa hayana ladha tamu na kwa kawaida huitwa mboga, lakini haya kitaalamu ni matunda. Biringanya. Hali ni hiyo hiyo kwa mbiringanya. Ingawa si kawaida kuyala mabichi, kitaalamu huainishwa kama aina ya matunda pia yanayofanana na beri, ingawa ni makubwa zaidi. Hayana utamu kama beri nyingine na huenda si chaguo bora kwa matumizi ya asubuhi, lakini kimsingi biringanya ni tunda. Mizeituni. Ingawa haijawekwa wazi sana ni kundi gani la chakula linafaa kwa mizeituni, lakini wengi wangedhani kuwa ni tunda. Hata hivyo, ni kutoa wasiwasi kuwa hili nalo ni tunda. Kwa nini? Kwa sababu hutokana na ua la mti wa mizeituni. Hiyo tu kitaalamu inafanya mzeituni kuwa na vigezo vyote vya kuwa ni tunda. Aina nyingine ni maboga. Bila shaka unayafahamu maboga. Aina za maboga kama vile maboga ya zucchini hukua kutokana na ua, hivyo kitaalamu ni matunda. Wakati ukishangaa hii na kuongezea nyingine ya kuwa majani ya maboga ni mboga na si matunda, maana hayatokani na maua. Matango. Kama ulikuwa hujui, tango pia ni tunda bwana, ingawa ladha yake si tamu sana kama matunda mengine yaliyoorodheshwa hapa, lakini hili linaweza kufanya iwe rahisi kuamini kwamba tango linaweza kuwa nyongeza nzuri katika saladi ya matunda. Tunamaliza na tunda jingine linaloitwa pilipili. Ndiyo, hata pilipili kichaa ni matunda, maana si vigumu sana kuamini kwamba pilipili hoho ni matunda, ingawa mara nyingi huzingatiwa kama mboga, lakini pilipili zote hutokana na maua, na hilo linamaanisha kuwa zote, hata zile kali sana, kitaalamu ni matunda. Bila shaka sasa unaweza kutofautisha matunda na mboga kwa kufuata vigezo vilivyoainishwa katika makala hii, na hii ni TriGen Media.